Dini yetu imetuwekea miongozo. Suala la ndoa ukilitazama ni suala la maumbile, ni suala la kijamii. Maumbile ya mwanadamu alivyoumbwa, mwanamume anahitaji kuwa na mke na mwanamke anahitaji kuwa na mume. Hayo ni maumbile yasiyokatalika. Akili iliyosalimika na maumbile sahihi yanataka hivyo. Lakini ni suala la kijamii, kwa sababu inatengenezwa jamii ndani yake. Panapatikana watoto, unaingia ushemeji na ukwe na mfano wa mambo kama hayo, na jamii zinakuwa na vizazi vinazalikana. Lakini ndoa ni swala la kidini. Dini imeliingilia kati kama ilivyoingia kati katika mambo mengine. Dini imeliingilia kati ikaweka miongozo yake ili jambo lisiharibike, na panapotokea kuharibika kokote, basi ufumbuzi wake uko kwenye dini. Kwa hiyo ndio ambalo ninawahusia nafsi yangu, na wahusia wazazi na walezi na jamii yote ya Kiislamu kwa ujumla, kwamba tuijue miongozo ya dini yetu tuliofunzwa na Al-Qur'an Al-Karim na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukishaijua tuifanyie kazi katika maisha yetu. Jamii ya Kiislamu kwa kiasi kikubwa, kwa kuathiriwa na utashi wa nafsi na fikra za nje, imejikuta imeacha miongozo ya Qur'ani na miongozo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika suala la ndoa, miongozo ambayo ndiyo inayotengeneza kheri na baraka katika jambo letu. Miongoni mwa mambo tuliongozwa wazazi wakati wa kutafakari jambo la kuozeshana, wameambiwa wanaume watafute aina ya mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema tunkahu almar'atu liarba'in, wanawake huwa huolewa kwa kuzingatiwa mambo manne. Watu utafuta wake wa kuoa kwa kuzingatia mambo manne. Lijamaliha, kuna ambao wanawatazama wanawake kwa uzuri wake, kamuona mwanamke kwa kuwa ni mzuri wa sura, maumbile, basi amempenda, ataka kumuoa. Kuna watu wako hivyo, mbio zao zote zinakimbilia huko, wana mambo yao na vigezo vyao. Lakini wengine wanawaoa wanawake limaliha, kwa sababu ya mali yake mwanamke, kwa kuwa yeye ni maskini, anaukata, hana kitu, amehangaika katika maisha, bado hajavumbua, kwa yaona salama yake ni kumpata mwanamke mwenye uwezo. Lakini wengine wa wanawake lihasabiha, yani kwa sababu ya sharafu yake au kwa sababu ya cheo chake au nasabu yake, kwa kuwa pengine yeye ni mgeni katika mji, mgeni katika nchi, mgeni, au yeye anatafuta ukubwa fulani. Kwa hiyo akimwoa mwanamke fulani, basi atapata kile anachokitaka katika sharafu, atafuta utukufu. Lakini wengine lidini, wanaoa wanawake kwa sababu ya dini. Mwanamke huyu ni mwenye kushikamana na dini yake. Mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muoaji anamwambia fadhfar bidhati din, wewe Muislamu, wewe mtafute na umpate mwanamke mwenye dini. Hiki ndio kitu cha kwanza. Kwa sifa ya kwanza ya msingi ambayo tunatafuta sisi ni dini, ni kuwa mwanamke ameleleka katika malezi sahihi ya dini, kwa maana anaijua dini yake, anaipenda dini yake, anaifuata dini yake, malezi yake ni malezi ya dini. Hili litakusaidia huko mbele kwenye safari yako au kwenye safari yenu ya ndoa. Fadhfar bidhati din taribat yadak. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelekeza mawali wenye mabinti zao, wenye watoto wanaowalea, kwamba idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid wa fi riwaya wa fasadun kabir. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema
akiwajieni mtu yoyote ambaye nyinyi mmeiridhia dini yake na tabia zake, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akiwajieni mtu ambaye nyinyi mmeiridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa kigezo kikubwa kabisa ni mambo mawili. Jambo la dini ni Muislamu anayeutambua Uislamu wake, anayefuata maadili ya dini yake, lakini ana maadili mema na tabia njema. Mmezisoma tabia zake, mmempeleleza, mmemchunguza, ukagundua kwamba huyu ni mtu mwema, ana maadili mazuri, fazawijuhu, huyo muozesheni. Kwa mambo mengine yote hayo, kwamba nasabu yake katoka wapi, ilikuwaje, hayazingatiwi katika Uislamu. Ana kipato kiasi gani, hayo hayazingatiwi katika Uislamu. Kinachozingatiwa ni tabia na dini. Illa tafalu, msipofanya hivyo, Mtume صلى الله عليه وسلم anatuambia kwamba ikiwa sisi hatutavizingatia vigezo hivyo, tukaozeshana kwa utashi wetu, tukaoa kwa utashi wetu, tukaozeshana kwa mila zetu, msipofanya hivyo, takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid, itapatikana fitna katika ardhi na uharibifu mkubwa. Sasa maelezo kuhusu fitna, kuhusu uharibifu na mifano yake, maelezo yake yatarefuka sana, lakini sisi tufahamu hivyo tu. Kama tutaozeshana kwa kutumia vigezo vingine tofauti na alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi uharibifu wake utakuwa ni mkubwa mno. سحابير السلف تي في سحابير السلف تي في دائما حقي تونكان وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لا